kwa shirika itifaki ikiwa imezingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Nipende kuchukua nafasi hii tu kuwapongeza waliofunga nadhiri leo na kupata umisionari. Hongereni sana. Zamani nilikuwa nikisikia maisha hayo yaliyotajwa, nilikuwa nasema wenzetu wameukata, wameenda jua Ureno, si wapi. Lakini si rahisi. Tunaendelea kuwaombea. Ndio maana wamesema tuwaombee. Kuishi nje ya nchi yako ya kuzaliwa si rahisi hivyo mnavyosikia. Kupita ni rahisi. Nafika leo na shangaa unarudi. Lakini kuishi kwa ndio maana lazima tuwaombee. Maana atafika kule anaweza kaanza sasa kawa na ile wanasema homesick. Saa hizi ningekuwa nimeenda siji kucheza mpira. Saa hizi ningekuwa nakunywa siji nini cha nyumbani. Hakuna wakati. Kwa hiyo tuwaombee tunaposikia mambo haya, tusiseme wameukata, wameenda jua. Ila tuwaombee wakatimize yale ambayo wanayaendea kule, hasa kwa kujifunza mila za kule na kuelewa vizuri na kuendana na mazingira na kufanya utume wao. Ndio maana umisionari. Maana unaweza kutoka na kamera kako huku ukaanza kuangalia wengine, mbona wale wanafanya hivi ovyo kabisa. Kumbe wao ndio mila yao. Kwa sababu tumie mila yako wewe kuwahukumu wengine. Kwa hiyo kazi ya umisionari ni kubwa, ndio maana inahitaji neema ya Mungu. Ndio maana hata mkuu wa shirika anasema, jamani, mwakumbuki katika altare ya Bwana, mwaombea wa vijana wajifunze vizuri, wanaenda kusoma huko na waweze kuzoea kazi wanayoendea. Mwasha Baba Askofu Titus Mdoe, nakushukuru sana kwa kuwa na sisi leo, pamoja na kusema ndio nimekuja kwa mtoto wenu huyo Mdoe huyo. Tumemsikia Mdoe anaenda Kameruni kujifunza Kifaransa huko. Ni Kifaransa kule au anaenda kwenye Kiingereza? Maana kuna sehemu mbili Kameruni, Kiingereza na Kifaransa. Kwa Kifaransa jifunze kuongelea puani ndugu yangu mapema. Kule sio Kisambaa kule. Kwa kakazane. Kwa pamoja na kusema kuja huko, lakini ujio wako basi ni faraja kwetu katika jimbo letu. Kama nilivyosema mwanzoni, tumeanza mbali. Mimi nilikuwa paroko wa Temboni Mtakatifu Agustino wakati huo akiwa askofu. Tulienda kuomba kwa mwadhama Polika Kardinali Pendo. Tunaomba kigango cha Nzasa Mtakatifu Teresia mtoto Yesu kiwe parokia. Mwadhama akatuhoja akatutuma kwake. Sasa mkaongea naye, mwambie aje angalie. Tukamwendea baba wa watu, tukamwambia, baba ametutuma kwako kwamba ukiangalia kigango cha Nzasa kama kinaweza kuwa parokia. Sasa nitakuja nitakiangalia. Sasa hapana baba, tunaomba uje usali na sisi. Katika kusali kule utaelewa. Basi akakubali, akaja tukasali naye, na kwa kweli aliwakilisha ipasavyo. Na kigango cha Mtakatifu Teresia mtoto Yesu Nzasa kikawa parokia. Kwa nakumbuka sana tukio lile baba, pamoja na kusema walikuwa wananiita jina lako, lakini si bure. Wao tumefanya kazi pamoja. Tunakutakia kila la heri, na pamoja na familia yako, pamoja na wanandugu waliokuja kwa ajili ya mtoto huyo Mdoe, pamoja na wenzake wote. Asanteni sana kwa mapadri tulioshiriki misa hii, na wapongeza wa konsolata kwa kualika jimbo. Maana jimbo letu linasatue na umoja na kwa sababu hiyo sio tunasikia tu kwamba walikuwa na nadhiri huku. Lakini sasa tunaona umewaalika wanajimbo, wamekuja hapa mapadre waliopata nafasi, mashirika mbalimbali. Ndivyo tunavyotakiwa kufanya, kusaidiana katika furaha na katika shida ili tuweze kufanya vizuri. Kwa hiyo ukiangalia kwamba kuna sehemu nyingi wamewakilisha. Hongera sana wana Iringa, wamekuja wengi siku na wakina Kamwenda wengi sana hapa si. Naona waliposema Iringa tu kina Kamwenda hao.
Lakini hawako mbali sana na wale wa Mkundi, wamekuja wengi kule kwa Makunganya kule kuwasindikiza, naonekana walishirikiana vizuri na nini. Tunawashukuru sana. Lakini kilichonishangaza aliposema Wabunju wasimame, kashanga kwaya wasimame. Sasa hii kwaya ni ya wapi? Ya Bunju? Kabla nianze kuuliza akasema ni kwaya ya parokia. Wao sio Bunju, ni hewani huko Bunju ya hewani. Kwa nini hamjasimama nyinyi? Wanasema wanabunju wasimame. Ni wanabunju bwana, na parokia yenu yuko pale anasikia. Asanteni sana kwa yote, tunawatakia kila la heri, utume mwema mlikotumwa ndugu zangu. Hongereni sana na kwa Konsolata kwa kupata misionari hawa. Tunaendelea kuombeana hasa miito, na wapongeza zaidi walezi kwa sababu kulea leo sio rahisi. Maana sasa kulea mlelewa katika utulivu si rahisi. Kwa hiyo tunawapongeza, pengine mna majina yenu bwana, nani anajua? Wende wengine wanaitwa watakia kila la heri, Mungu awabariki.